natoa jambo humu mu se aliko fa bebe biloze bishambuke. Se aliko ni Coalition d'Autodéfense pour la Libération du Congo. Natoa message hii, nataka kusensibilize na kumobilize jeunesse yetu ya Congo, hususan katika province zetu hizi, zone hizi tatu: watoto wa Uvira, watoto wa Fizi, watoto wa Mwenga. Tunabatolea mwito ya kuwaonesha shida na tatizo ambalo linakuja kukumba nchi yetu na ambalo limeanza mapema, lakini kuna kimbunga ambacho kinatakiwa kuja ili kuharibu na kusambaza na kuzika mtoto wa Kongo na kupora mali ya nchi pasipokuwa na msamaha. Watuazi muko batemwe, munaona kule kwenye au wahalifu wavamizi kwenye wako wa M23, M23. Munaona gisi wakichukua sehemu wanatia viongozi ni Wanyarwanda, Wanilotix. Hawazuru kwamba ni Muganda wala Mkenya wala Msomalia, akiwa ni Munilotix tu wanamutia na kuwa ndio kiongozi. Na mkijeshi pia wao ndo viongozi. Sasa aliko langu ni gani? Aliko nakuja kutoa hapa kwenu watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga, ikompri na Shabunda. Ikiwezekana njoni munjweni wote timu ya wazalendo, kuanzia mtoto wa 18 na kupanda juu, kuja ujiunge na wazalendo mara moja. Tafuta nani kiongoza wazalendo kwenye iko, ujiunge nao, kwa maana utaona kwamba labda kujiunga na wazalendo unakwenda kufa, lakini tosha katika akili yako, katika roho yako, uoga wa kuogopa kifo. Kila nafsi yenye kuwa hai itaonja mauti. Kila mtu aliyezaliwa na mwanamke atakufa siku moja. Weka hilo katika akili yako, na ukijua hilo basi utajitoa kwa niaba ya kupigania nchi yako ya kidemokrasia ya Kongo. Usipofanya hivyo utakufa pia, kwa maana huyu Mnyarwanda Mtutsi Nilotix akiingia hapo kwenye kijiji chenu, sible ya kwanza ni wewe kijana, ni wewe mwanaume, ni wewe mzee, ndio wanakuja kusible. Aiza kukupeleka kwa nguvu kwenye jeshi lao, na wakikupeleka kwenye jeshi lao wanakuweka kwa kipaumbele, uwafungulie milango. Kama ni kufa tafia pale tena, wewe kupambana na wazalendo, watakutia mbele upambane na ndugu zako wazalendo. Na mzalendo hatii risasi yake chini. Ukija huko adui, risasi yake haikwepi. Sasa wewe usipojiunga na wazalendo, utakwenda kujiunga na wa M23, M23, na baadaye batakutia mbele ya mzalendo, na mzalendo atakushughulikia. Sasa la maana ni hili, muda ungaliki, tungaliki na wakati. Jiunge na wazalendo. Watoto wa Uvira, miminikeni, mtafute majenerali wetu pale, wako pale. Kashumba iko hapo Uvira, General Makanaki iko pale Uvira, General nani Kamama iko pale Uvira, tuseme nani Kakobanya iko, General Delfengo Manzito iko kule Mfizi. Vijana wa Fizi mjiunge. Zelambu iko pale, Mheshimiwa William Yakutumbe iko pale. Kila mtoto mwanaume, hata na wafie ba mama baangaliki ba jeni fie, jiunge mkizalendo, kwa maana kimbunga kinakuja, kitakuja kwa kigumu.
Ni bora kufia kwenye mapambano kuliko kufa na chinjwa, kuliko kufa bana kutortire. Ni bora kukufa kwenye mapambano, unafia nchi yako, damu yako mwangike kwa niaba ya nchi yako, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Hapa tunakwenda kukumbana na vita vikali. Nimemsikia huyu Ibilisi ambaye amejifanya kuwa Mkongomani, amevalia ngozi ya Wakongomani, akatawala Wakongomani kwa miaka 18. Wakongomani wamemtandikia vikwembe, walimulalisha, walimkulisha, walimfundisha lugha. Hivi leo anaweza kaongea Kifaransa na yeye, lakini amekwenda kujiunga na waasi. Na iko na uwezo, iko na pesa, iko na nguvu. Atatumia pesa ambazo iko nazo, anajua kwamba akiganye vita atajumulisha mara dufu. Na hizo pesa atazitumia kwa kukudanganya wewe mzalendo, kwa kudanganya wewe kamanda mzalendo, kwa kudanganya wewe generale mzalendo, kana kwamba hapa kuko $100,000 hizi ni za kwako. Utaenda kuishi wapi Amerika? Utaenda kuishi wapi Ufaransa? Utaishi sijui Afrika ya Kusini, sijui utaishi kama wapi huko. Lakini jua kwamba kwenye utakwenda utanunua kiwanja, utanunua nyumba, lakini hautakuwa na udongo. Utakuwa ni mhamiaji, hautakuwa mwenyeji. Wewe utakuwa mhamiaji, hautakuwa mwenyeji. Uwenyeji wako uko katika nchi ya Kongo. Uwenyeji wako uko hapo Uvira, uko Fizi, uko Mwenga na Shabunda. Sasa ukitosha akili za kupenda pesa, basi utaenda kwa mhamiaji asiyekuwa na ardhi. Na unasahabu kwamba hapo kwenye uko Uvira ndio kuko mali ya kutunza dunia. Hapo kwenye uko Fizi ndio kwenye kuko mali ya kutunza dunia. Hapo kwenye uko pale Mwenga, hapo ndio kuna mali ya kutunza dunia, ambapo wanadamu wote, binadamu ulimwenguni, wanalia na kusaga meno. Wanasema, kwa nini mimi nisikuwe mwenyeji wa Mwenga? Kwa nini mimi nisikuwe mwenyeji wa Uvira? Kwa nini mimi nisikuwe mwenyeji wa Fizi? Na kama sitakuwa mwenyeji pale, kwa nini mimi nisichukue mali ya Fizi? Kwa nini mimi nisichukue mali ya Mwenga? Kwa nini mimi nisinufaike na mali ya Uvira? Sasa wewe Mfuliru, wewe Mubembe, wewe Murega, wewe Munyindu, utapewa $100,000. Kumbuka kwamba pesa zina mabawa, zinaruka haraka. Utakazoziweka labda kwenye kiwanja, utakaponunua nyumba Ufaransa wala kokote kule ulimwenguni, hiyo nyumba pia itafika muda watakwambia hata kodi ya nyumba uilipii tena, na nyumba yetu tunaichukua. Mobutu amenunua manyumba, amejenga mamijengo, ametengeneza mabarabara katika nchi mbalimbali. Hata hapa Afrika Kusini wametuonesha mijengo ambayo Mobutu ametumia pesa zake akajenga hapa. Leo mtoto wa Mobutu hana sauti kwa mijengo hiyo. Je, wewe kamanda wetu wa wazalendo, ukipewa $100,000, ukipewa $1 million, utanunua nyumba wapi kwenye nchi sio kwa ya kwako na ukaisherehe kama vile Mobutu amemnyang'anya? Je, wewe utakuwa na jina kubwa kuliko Mobutu? Marshal kamanda, hujakuwa na ile kicheo cha kupata kuwa marshal, lakini Marshal Mobutu amejenga nyumba nyingi katika dunia, lakini zote hizi zimechukuliwa na wenyeji. Wenye nchi yao wanachukua, kwa maana uko katika nchi yao. Wewe jenga tu, utaishi kwa muda, lakini kwa muda watakwambia ondoka. Stati yako ya kuishi hapa imekwisha. Tunakunyang'anya uraia, rudi katika nchi yako. Utarudi wapi ukishakurisha Uvira? Utarudi wapi utakapokuwa umeshauzisha Fizi? Utarudi wapi utakapokuwa umeshauzisha Mwenga na Shabunda? Fungueni akili. Na hii audio yangu muipartage, ifike masikio ya kila mtoto Mkongomani, hususan watoto wa Est, mtoto wa Mtembo, mtoto wa Munyanga, mtoto wa Mushi, mtoto wa Murega, mtoto wa Muvira, mtoto wa Mfuliru, mtoto wa Mubembe, mtoto wa Mubwari, mtoto wa Munyindu, Murega pia na zingine wa kabila za Kongo. Muje tuungane,
mkuje tuungane na wazalendo, tuangalie gisi ya kufanya vita vitakatifu, vita uvamizi ya kuvamiwa, kuletea wageni ili kuja kutumalizia maisha. Tunawaomba njoni tujiunge na wazalendo, tuangalie gisi ya kuwasaidia wapate maji ya kunywa, wapate sukari, wakitoka kwenye vita shamba la mapambano wapate uji na sukari kidogo weko ndani, wasikunywe uji wa chumvi. Wandugu wapendwa, tujiunge na wazalendo, tuangalie gisi ya kuokoa nchi yetu. Nchi yetu iko pabaya sana. Nchi yetu imevamiwa na ulimwengu. Nchi yetu hii nchi tunatabiri inaweza ikazusha vita ulimwengu wa tatu. Tukipata nguvu moja tu katika hizi dola kubwa ambazo zinasapoti dunia, moja wapo kikuja nyuma ya wazalendo, basi vita vitanguruma. Hii vita hii, tukipata dola moja kubwa itakayokuja nyuma ya wazalendo tu, inasema mimi niko upande wa wazalendo, basi vita vitanguruma, sababu dunia imejipanga kwa niaba ya kumudeloje, kumuondoa mkongomani katika ardhi yake na kuweka mgeni. Mumesikia maaudio za mingi na mavideo za hata walida wetu wa Afrika wasioelewa vita ya Kongo, wanakaa upande wa kuangamiza mkongomani na kumpa mgeni nafasi apate gisi ya kuishi, apate gisi ya kukula, apate gisi ya kupora, apate gisi ya kuua mkongomani, kumtoa katika makao yake na akuwe mgeni daima. Tuko na barefugee bakongomani Burundi, tuko na barefugee bakongomani Tanzania, tuko na barefugee wakongomani Malawi, Mozambike, hata Uganda pia kuna wakongomani wa refugee. Wote hao hawajaambiliwa kurudi katika nchi yao, lakini ulimwengu unashinikiza kwamba Rwanda kuna wakongomani wa refugee walito Mkongo. Wapi na wapi? Comment on peut repatrier quelqu'un qui n'a pas même l'endroit là où on va repatrier plutôt? Comment tu peux repatrier quelqu'un qui n'a pas même une parcelle dans ce pays? Et personne comme, qu'est-ce que je peux dire? Personne qui le connaissait. Même si tu peux demander les chefs d'avenue, ou bien les notables, ou bien les rois coutumiers, on ne connaissait pas ces gens-là. Mais aujourd'hui, baisha kuwapanga kumstari kwamba batabarepatrie mwinchi ya Kongo. Utapeleka mtu wapi wakati hana ndugu yake? Utarepatrie mtu wapi kwenye hana nyumba? Sasa program iko pale ni kutosha mkongomani, kuweka mgeni aingie na pale. Sasa wewe mtoto wa mkongomani, ukishindwa kusimama kupigania nchi yako, jua kwamba utakuwa mgeni, utaenda kuishi mwinchi za kigeni, huko utakuwa mtu wa kutawaliwa na wenye nchi, na mali yako itakuliwa na wenye nchi kama kawaida. Kama alivyokula pesa Mobutu, batakula mali yako pia wewe. Kwa hiyo vijana, wasichana wa Kongomani, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga, watoto wa Fizi, ingieni upande wa wazalendo. Kama uko kijana, jiweke upande wa wazalendo, tupambane na vita na wahalifu hawa. Muda umekuja. Tukiangalia vijana wa Fizi, vijana wa Uvira, vijana wa Mwenga, hata wakirekrite Wanyarwanda wakija kutoka huko na kule, hawatatuzidia effective. Tuko wengi na tuna haki ya kupigania udongo wa mababu pasipokuwa na hofu. Asante kwa wote. Hapa alikuwa ni ndugu yenu, mzee wenu, president ya wazalendo katika nchi Afrika Kusini, kwa parti inayoitwa Coalition d'Autodéfense pour la Libération du Congo, na muungano wetu ya FABB Biloze Mshambuke, mzee Ezekiel Ndundu. Natakia wote mchana mwema kokote kule mliko, na sauti yangu mwigabulia wa Kongomani waisikilize kwa ujumla. Asante.